Bwana, karibu sana katika hii ngoma. Hebu jaribu kufikiri kwamba unaamka asubuhi, unatembea mitaa ya jiji kubwa kama New York, unaitazama Ikulu, unaitazama Times Square, lakini hakuna kelele, hakuna magari ya polisi, hakuna sauti za binadamu, ni wewe tu na ukimya wa kutisha sana. Karibu kwenye hadithi kali sana ya Will Smith, mtu ambaye dunia nzima ilimwacha peke yake. Bwana, miaka michache iliyopita mwanasayansi alijaribu kuponya saratani kwa kutumia virusi vilivyobadilishwa vinasaba, lakini sayansi ilikosea. Badala ya kuponya virusi hivyo, viligeuka kuwa janga la kimataifa. 90% ya binadamu waliokufa na wale walionusurika waligeuka kuwa viumbe hatari sana, wauaji na wenye kiu ya damu wanaojulikana kama the dark circle. Viumbe hawa hawawezi kustahimili mwanga wa jua, hivyo hujificha gizani wakati wa mchana. Bwana, New York City imekuwa jangwa sana. Magari yamebaki barabarani, mimea imeota kwenye majengo marefu na wanyamapori wametawala mitaa. Bwana, Dr. Robert, mwanajeshi na mwanasayansi wa jeshi la Marekani, ndiye mtu pekee alionekana kuwa hai katika jiji hilo. Anaishi katika nyumba yenye ulinzi mkali sana, akitumia vifaa vya kisasa na mionzi ya UV kuzuia viumbe hao kuingia ndani yake. Bwana, rafiki yake pekee katika ulimwengu huu uliokufa ni mbwa wake mwaminifu sana ambaye anaitwa Sam. Bwana, ni noma sana. Bwana, huyu Sam humsaidia sana katika kila hatua ya maisha yake, na kila siku amekuwa kama ni mshikaji na mlinzi wake sana. Bwana, kila asubuhi ni vile anafanya mambo yake yale yale, anawinda chakula, anafanya mazoezi na kutangaza ujumbe kupitia redio kwa matumaini kuwa kuna mtu mwingine aliyebaki mahali fulani. Jina langu ni Robert Neville, niko hai hapa New York na uweza kukusaidia. Ni maneno ambayo hajawahi kupata jibu tangu aanze kufanya kazi hiyo. Bwana, mchana anafanya utafiti kwenye maabara yake asili iliyoko gorofani, akijaribu kutengeneza kinga kwa kutumia damu yake mwenyewe, kwani ana kinga asili dhidi ya virusi hivyo. Bwana, katika moja ya harakati zake, Neville anatega mtego na kumkamata mmoja wa wale viumbe ili afanye majaribio ya kinga. Hili linawakasirisha sana viumbe wengine, na kiongozi wao ambaye anaitwa Alpha Male anaanza kufuatilia Neville. Siku moja katika mtego uliowekwa na viumbe hao, Sam anajeruhiwa vibaya na kuambukizwa virusi. Bwana, Neville anajaribu sana kila uwezo kumwokoa Sam kwa dawa alizozitengeneza, lakini inashindikana. Katika kituo cha kusikitisha sana, Neville analazimika kumuua Sam ambaye ni rafiki yake pekee, baada ya kuanza kugeuka na kuwa hatari, yani kuwa vampire au zombie. Bwana, baada ya kumpoteza Sam, Neville anapoteza tumaini la kuanza kufanya mambo ya hatari sana. Anajaribu kuingia kwenye makundi ya viumbe hao usiku ili auawe. Hata hivyo, anapokaribia kufa, anaokolewa na mwanamke mmoja aitwaye Anna na kijana mdogo aitwaye Ethan, ambao walisikia matangazo yake kwenye redio. Neville anaona kama hawa ni watu ambao wanapaswa kuokolewa, lakini viumbe hao wanamfuata hadi nyumbani kwake, na hapa ndipo ambapo lile balaa lilipoanza. Bwana, kundi kubwa la the dark circle linavamia nyumba ya Neville, wanaharibu kila ulinzi aliyekuwa amejenga. Bwana, Neville, Anna pamoja na Ethan wanajifungia kwenye maabara yake chini ya ardhi. Neville anagundua kuwa moja ya majaribio yake ya mwisho yamefanikiwa na ameweza kumponya yule kiumbe aliyemkamata, na anajua sasa kuwa kinga hiyo ni muhimu sana kwa binadamu wengine. Bwana, wakati viumbe hao wakikaribia kuvunja mlango wa maabara, Neville anampa Anna dawa hiyo ambayo ni kinga na kumwambia ajifiche kwenye shimo la uingizaji hewa, na yeye mwenyewe anachukua bomu tengenezea na anasimama mbele ya mlango na anajilipua pamoja na viumbe hao ili kuzuia wasifanikiwe kabisa kumkamata Anna pamoja na Ethan. Kwa kufanya hivyo, anajitoa mwanga ili binadamu wengine wapate nafasi ya kuishi. Bwana, Anna pamoja na Ethan wanafanikiwa kutoroka na kufika katika kambi salama ya watu walionusurika, ambapo wanatoa ile dawa. Hadithi ya Robert Neville inageuka kuwa ngano.
Yeye ndiye Legend, shujaa wa hadithi ambaye alifanya kazi ngumu zaidi katika wakati mbaya zaidi. Alijua kuwa dhabihu yake ndiyo ingekuwa mwisho wa giza na mwanzo wa nuru kwa binadamu. Bwana, mtu wangu wa nguvu, hii filamu haihusu tu wanyama au viumbe hatari, inahusu utu, inahusu kile kinachobaki ndani yetu tunapopoteza kila kitu. Robert Neville alikufa, lakini ndoto yake iliishi. Je, wewe ungekuwa tayari kufanya dhabihu kama hiyo kwa ajili ya watu usiofahamiana nao? Acha maoni yako hapo chini na subscribe kwa hadithi zaidi za kusisimua. Bwana, napenda nikuache nikisema kwamba jina langu naitwa Cha, the best presenter in town, na hii ni Cha the storyteller ambao naruka kila siku nikikuletea movie kali kama hizi. Bwana, ni noma sana.